Kufuatilia shauri hili, kuchunguza kwa haraka bila upendeleo kwa ufanisi tuhuma zote za kushambuliwa, kuteswa, kutishwa na kutendewa vibaya kwa namna nyingine yote inayoweza kuhusiana na mwenendo wa kesi au wajibikaji. Kuzingatia matumizi ya mifumo halali iliyopo ikiwemo mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka manake DPP pale inapofaa kwa mujibu wa sheria ili kuondoa shauri hili la wakili Tundu Lissu mahakamani na kutoa nafasi ya kupata suluhisho la kudumu, lakini kutoa nafasi ya mazungumzo na mshikamano katika jamii yetu. Kwa hiyo tunashauri serikali itumie taratibu za kisheria kwa kutumia ofisi ya DPP kwa kuangalia na kufanya tathmini kwamba je, tuna ulazima kuendelea kuwa na shauri hili na ikiwezekana liondolewe na kutoa nafasi ya mazungumzo baina ya makundi yote ya kijamii akiwemo Tundu Lissu na chama chake. Kukuza mazungumzo, maridhiano. Tunashauri serikali ikuze mazungumzo ya wazi na maridhiano ya ukweli na mwafaka wa kitaifa miongoni mwa wadau wote ili kuimarisha amani, utawala wa demokrasia na kuheshimiwa kwa utawala wa kisheria. Masuala ya maridhiano, mwafaka wa kitaifa uhusishe makundi yote. Isionekane ni swala la kisiasa, isionekane ni kundi fulani, makundi yote ya kijamii. Tunashauri serikali na katika kufanya hivyo ni lazima lifanyike hili wakati shauri la Tundu Lissu limefika mwisho au limeondolewa kwa mujibu wa sheria. Kuimarisha uzingatiwaji wa wajibu wa Tanzania kikatiba, kikanda, kimataifa katika masuala ya haki za binadamu ikiwemo kulinda uhuru wa msingi wa utawala wa kisheria na uendeshaji wa makosa ya mashauri ya makosa ya kijinai. Kutatua changamoto hizi kwa njia ya maridhiano na kutoa nafasi ya makundi ya kushiriki mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Kuendelea kuwepo kwa shauri hili mahakamani kuna dhorotesha michakato hii ambayo tulionayo. Kwa mfano swala la katiba mpya, huwezi leo ukaanza mchakato wa katiba mpya wakati kiongozi wa chama kikuu yuko ndani. Ni jambo ambalo halitawezekana. Kwa hiyo ni vyema wakati mwingine vitu kama hivi vimalizwe ili tuweze kupiga tuweze kupiga hatua kwenda katika mambo mengine. Kesi hili swali hili linaturudisha nyuma. Hatuwezi kupiga hatua mbele kama taifa kwa sababu tunashauri. Kwa hiyo tunashauri serikali kwa mujibu wa sheria iliondoe na itoe nafasi ya wa Tanzania sasa vyama vyao Mheshimiwa Tundu Lissu na wengine wote wanasiasa kushiriki katika michakato inayofuata. Na tumekuwa na mifano mingi ya mashauri ambayo tayari yametumika. Tumeona kabisa kwa mfano aliyekuwa mwenyekiti wa chama hichi Freeman Aikaeli Mbowe alishatolewa kwa utaratibu hizi za kisheria manake kutumia nafasi ya DPP. Tumeshaona mwaka jana tu wale vijana wote waliopewa kesi ya uhaini nao waliweza kuondolewa kwa kutumia taratibu hizi za kisheria. Kwa hiyo bado tunashauri serikali kwamba ni vyema tukaamua kufika tamati ya shauri hili ili tuweze kukaa mezani kama taifa na kuyajenga mambo yetu wenyewe kama taifa. Kwa bunge tunashauri bunge pia kupitia kufanya marekebisho kifungu cha 15 kifungu cha 5 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ili kuruhusu mahakama kufanya uamuzi wa dhamana. Mahakama hiyo inatoa dhamana yenyewe kama tulivyosema. Mahakama isifungwe mkono. Bunge ina uwezo wa kufanya marekebisho hayo. Kuimarisha kinga za kisheria za kusikilizwa kwa haki na dhamana taratibu zote za kisheria kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo maboresho yafanyike zaidi kuhakikisha kwamba mwenendo wa mashtaka ya makosa ya jinai yanaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Lakini kwa wenzetu wa sasa za kiraia, wanaharakati na makundi mengine kuendelea kufuatilia kwa mwenendo kesi hii kwa kuhakikisha kwamba misingi inazingatiwa, kukuza uelewa wa umma kuhusu haki ya kusikilizwa michakato mizima ya makosa ya jinai, kuheshimu dhana ya kutokuwa na hatia na kusisitiza kwamba watu wote ni huru mpaka pale mahakama itakapowabaini kwamba wamefanya makosa, kuendelea kushirikiana kwa njia ya kujenga na kuimarisha utawala bora na serikali na wadau wengine wote katika taifa letu. Tunashauri pia wanasiasa wote wawe tayari kwenda kwenye meza ya mazungumzo, kuwa tayari kutatua changamoto za taifa letu kwa kukubali majadiliano na makubaliano yenye maslahi kwa umma, ya uwazi na ya ukweli yenye maslahi kwa umma na sio kwa makundi moja kama vile wanasiasa sasa kiraia nani. Maslahi ya umma, majadiliano na maridhiano yenye maslahi kwa umma. Lakini tunawashauri viongozi wa Chadema pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu mwenyewe kuona umuhimu wa kuendeleza mazungumzo pale ambapo nafasi itatokea na kutoa nafasi ya kwenda kwenye maridhiano ya kitaifa
lakini kwa kuzingatia tena kama tunavyosisitiza maslahi mapana ya kitaifa. Chadema, viongozi wa Chadema pamoja na Tundu Lissu mwenyewe tunaendelea kuwashauri kama kuna fursa ya mazungumzo, lakini mazungumzo ambayo yana maslahi mapana kwa taifa, basi tunawashauri wasisite kufanya hivyo, kwani kufanya hivyo tunatoa nafasi ya Tanzania kutulia, kukaa kwa pamoja kama taifa na kujenga mambo yetu ya msingi ambayo tunayo makubwa sana. Mambo ya msingi, mambo ambayo tunayo mbele makubwa, swala la katiba mpya, maboresho ya mifumo ya uchaguzi, ni mambo ambayo tunaweza tukayafanya tukiwa tumerudi kama taifa, tumekaa meza moja kama taifa. Mwisho kabisa, ingawa mahakama iliendelea kusimamia mwenendo wa shauri hili vizuri katika baadhi ya matukio, tuna kutoa kinga kwa mfano zilizolenga kulinda haki ya mtuhumiwa kiutaratibu, bado tunasema kuna changamoto kuhusu athari ya jumla ya masuala yaliyoainishwa katika taarifa yetu hii ya utekelezaji, ambayo yanahitaji utekelezaji wa haraka sana ili kuhakikisha kwamba haki za mtuhumiwa hazipotei, lakini kuhakikisha kwamba shauri hili linafika katika hatua ya kuridhisha na wakati mwingine kutoa sasa nafuu ambayo sisi tunaisisitiza ya kisheria ya mtuhumiwa kuachiwa kwa ajili ya kutoa nafasi ya mazungumzo mengine ya kitaifa. Taarifa hii tunasisitiza haitoi maoni kuhusu iwapo mshtakiwa ana hatia au hana hatia. This is not a report that confirms the criminality aspect of the process, but rather it's just a normal trial observation ambayo aim to assess the adherence to criminal justice processes kuanzia kwenye arrest mpaka tunapokuja kwenye prosecution. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni lazima tusisitize hilo, na sisi tunashauri kabisa kwamba taasisi zote zinazosimamia haki zitende haki katika mashauri yote ya haki jinai, sio tu kwenye shauri hili. Zitende haki kuanzia mtuhumiwa anapokamatwa, polisi watende haki, waache kutesa Watanzania, na pale wanapokwenda mahakamani, mahakama zitende haki, na wanapokwenda magereza pia watende haki. Kwa hiyo kwa ufupi tunaweza tukasema kwamba hii ndiyo hali halisi ya mwenendo wa shauri hili la wakili Antipas Lissu kwa takriban siku 500 toka alipokamatwa Aprili 9 mwaka 2025 hadi tarehe 19 Agosti 2026.